Ladies and gentlemen, nimesafiri kutoka kwenye umbali mkubwa, hatimaye nimekutana na big star wa mwanamke hapa kambini, ni Madam Teddy, ambao ukimwangalia muonekano wake ni kama fulani ya dhahabu hivi. Mambo vipi? Uko poa? Basi jitambulishe kwenye TV yetu ya Mauzo Classic TV, kila mmoja apate kukufahamu na kazi gani ambayo unakwenda kuifanya. Yes. Kwa TV yenu bado mpya? TV yetu sio mpya, lakini ingekuwa vizuri sana kwa yule mwingine ambaye kingaliki anatoka Kongo haja kufahamu. Mimi najua hata TV mpya kuna mtu ambaye anijui. Kwa tuseme mimi ndo Teddy kama Teddy, kwa hata kama nisipoongea hapa kwa sababu labda ila wewe ndo Madam Teddy. Bwana, kulingana na katika harakati hii ya video mpya ya Dick ni kwamba tumekuja kukuta katika mazingira kama haya. Unaweza kutuambia neno gani kuhusiana na maandalizi ya ngoma hii mpya ya Dick? Kwa mimi naweza nikasema kwenye maandalizi ya video ya Dick hili hapo, kwa sababu mimi na yeye kwa mambo fulani hivi, mimi ni ndugu yangu, ndio naweza nikasema sufi, labda kuna watu wanaweza kufikiria vibaya, ndio maana kwenye video ya Mbembe waliniona kwenye video ya Dick kwa nani featuring Agoboy, tena wakaniona, ila kuna mambo fulani hivi ambayo iko koso ndio hivyo tu. Sababu sio tu kiachia tu kwenye video zile, kuna picha zingine ambazo sana tunaziona au mtaani na kwenye mitandao ya kijamii. Unapiga picha sana ukiwa na Dick. Mimi Teddy? Yes. Kuna picha ambayo ilivuma hapo nyuma kwamba wewe ulikuwepo kwenye siku ya birthday ya mtoto kama sijui Baome hapo. Nilikuwepo, ni mitai kwenye mpango wa Dick. Ndio, kwenye ile picha naweza nikasema ni kwamba alikuwa tu. Tukashika picha tu kama kawaida, sio eti labda sijui au nini. Kwenye ile picha ambayo nilishua kwenye birthday ya Baome. Nishiko tu na Dick ndo. Yaani mazoea tu. Na kuna mahusiano gani kati yako wewe na Dick? Hamna mahusiano. Hakuna mahusiano yoyote. Kwa kweli hakuna mahusiano yoyote ile, hakuna undugu, hakuna nini na nini na nini. Ina maana mlikwenda kufahamiana tu from nowhere au si? Okay, mtanisamea sana mashabiki zangu pia na watu ambao wananifuatilia. Yes. Kwenye mambo ya mimi na Dick, labda muulize Dick mwenyewe ndio atakaoelekeza kwenye mambo yetu ambayo tumetokea mpaka sasa hivi. Mpaka afanye kazi, anishirikishe mimi Teddy kama Teddy. Naweza nikasema kwanza kwenye ile birthday niliwepo hapa kwa Dick. Nilipigia simu, mimi nikaja na mpaka sasa kwenye location ikaja katokea tendo ya Mbembe nilipo, ila mimi sijui naweza kaongea ni mambo ni mengi tu, sina mengi ila nitaongeaga, ila sijaa tu kuongea, nitaongea. Hajaa tu kuongea kwa sasa hivi. Na ni kwamba hapa kambini ni binti gani ambao wewe unakubali kwenye kazi hizi za sanaa, kwenye upigaji wa picha au video queen na hata katika uimbaji, kwa kuwa yule ambao unakubali kwenye 90.3? Si uzushi. Okay, mimi naweza nasema kwa upande wangu mimi sio mnafiki sana. Kwa naona ambao atakaguswa na majibu yangu ambayo mimi nitakaoyaongea. Yes. Inawezekana sio kila asilimia utategemea itakuwa 100%, sababu asilimia kuna watu watatoa 80, 20 na baki chini. Mimi kwenye upande wangu wasanii ambao wakiwaga na kubali kufanya vizuri, mimi nakubali. Wa kwanza ni Uba. Huyo namkubali sana. Wengine waende watakavyo wafanye nini, ila Uba ndo mimi ndo. Na ni ngoma gani ya Uba ambayo ilikuvutia sana kiasi kwamba ukakubali sana Uba? Ni kwake peke yake. Hebu nipe kwanza kachonjo kadogo. Piga kila siku. Hamna. Mesipo huko ila tunakwambia ni kazi ya Uba yeye mwenyewe. Na ukiangalia sana kwenye kichwa chako wewe ni mwanamitindo, ambapo leo unaweza kukutanika na hii na hii nyingine, yani wewe ni mwanamitindo kifupi. Hiyo hapo mtindo ambao unapenda kuweka kwenye kichwa chako unaitwaje?
Umesukwa vizuri, wewe fundi kabisa. Asante. Mimi kwenye mtindo ambao mimi nimesukwa na naweza nikasema nilipenda mtandaoni, nilipendwa na mtu, kwa siwezi nikasema eti unaitwaje kwa sababu sijui. Nilichukua tu mtandaoni nikampelekea mtu ambaye ananisuka nisuka kama hivyo na kwa mambo mengi sana unayatoa kwenye mtandao. Na suruali hiyo ulitoa kwenye duka gani? Maana ni suruali nzuri afu ina mvuto fulani. Simama kwanza kidogo, hebu kwanza simama. Simama kwanza kidogo hapo. kawaida mbona. Ukiangalia mapigo kweli, kusema kweli hii nguo ulichukua kwa shilingi ngapi suruali? Amesivagi nguo za gharama sana. Hapo nimechukua kwa bei 25. 25. Naye ni mtumba. 11. Kiatu shilingi ngapi? Kucha. Hamna kucha, mimi ni za kwangu, hata sijaweka za bandia. Ni za kwako. Basi Mungu alikubariki sana, una kucha nzuri sana. Sasa kwa upande wako kwa watoto yatima za kupeleka zaka kanisani, unapelekaga shilingi ngapi? Mimi sijawahi sikudanganya kwa sababu mimi sijapata hiyo riski ya kuja mtu mimi ni support, kwa sababu unajua kile kitu mtu support so eti kwa kutolea hela. Support ni mtu kujia nataka leo tufanye hivi tufanye hivi support. Ila support so ile eti nimekutolea hela fanya hivi, hamna. Yes. Mimi unaweza ukaja afuka nikuta ni wangu inbox afu nakuja unasema mimi leo nataka tufanye hivi fanye hivi. Afu nakubaliana na wewe naondoka na uwezo kajamba chukua kwa wangu. Kwa kweli mimi Teddy Matedi madam. Okay, mimi na hela, mimi siwezi nikakataa. Na siwezi nikasema sina. Swali langu la mwisho kwako, kati ya mapenzi na mziki ni kipi ambacho inaweza kawa ndo starehe yako kubwa sana duniani? Ni mziki. Kweli sio mapenzi. Kwanza nielewe kwanza vizuri. Kati ya mziki na mapenzi ipi ndio starehe yako kubwa sana? Ni mziki. Na kwa kuwa unaamini kwamba katika mapenzi, kati ya watu walioumizwa kwenye mapenzi na watu ambao waliumizwa kwenye vifo, ni yani wangapi ndio wanaweza kawa na kwenye asilimia kubwa sana? Wale walioumizwa kwenye mapenzi aweza katika wale walioumizwa kwenye vifo. Kwenye vifo ndio wanaumia zaidi. Kwa sababu msiba mmoja inagusa watu kama 100. Mbona kama msiba yangu hapa inagusa watu wangapi? Mimi tu wewe mwenyewe. Kumbe nyuma ya pazia kuna watu maelfu. Yes. Achana kwanza na mapenzi sasa hivi ukiendekeza mapenzi sana kuweza kufanya kitu chochote kwenye maisha yako. Mapenzi sawa naweza nikasema. Fanya kitu mapenzi baadaye. Tufanye kitu mapenzi baadaye. Bwana uliokuwa na Braziliano kwa muda wote, nimesafiri nyuma ya cameraman ni J Modo. Tukutane katika vipindi vingine.